بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يستفتح به والحمد لله يستزيد به وصلوات ربي وسلامه على النبي الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa mzee wetu, mlezi wetu wa roho, mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar ibn Zubair ibn Ali, Mheshimiwa mzee wetu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, Mheshimiwa balozi wa Saudi Arabia al-Akhi al-Aziz Yahya Akashi, Mheshimiwa Mulhaquddin, mwambata wa mambo ya dini katika ubalozi wa Saudi Arabia al-Akhi al-Aziz Mut'ab, Mheshimiwa Shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam Shekhe Walidi ibn Shekhe Al-Hadi Omar, Mheshimiwa Akhi al-Aziz mwenyekiti katibu wa baraza la wazee wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani na mwenyekiti wa wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yangu Shekhe Matimbwa, Mheshimiwa Shekhe Musa ibn Hamed katibu wa maalumu wa mufti, ndugu waandishi wa habari, ni kuamkieni kwa maamkizi ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua tukio muhimu, tukio ambalo huwa linafanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mafanyiko yake yatafanyika katika mwezi wa mfungo mosi insha Allahu taala. Mwezi wa mfungo mosi ndio yatafanyika sawa na mwezi 16 au 17 hasba mwandamo. Tukio lenyewe ni yale mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu hapa Tanzania. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizaratu Shuhuni al-Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa, na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjidil Haram na Masjidil Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajihisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tunaomba waandishi wa habari mliokuja hapa mtupelekee salamu zetu hizi kwa wananchi wa Tanzania ili waweze kuhamasika kufika katika mashindano haya. Wabillahi tawfiq.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. معالي رئيس البرلمان جمهورية تنزانيا المتحدة المهندس موسى عزان زونغو، سماحة مفتي جمهورية تنزانيا المتحدة الشيخ أبو بكر بن زبير بن علي، الشيخ عثمان كابور رئيس جائزة تنزانيا الدولية، سعادة الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية الشيخ متعب الزماي، الحضور الكريم، سعيد جدا بتواجدي اليوم، وأشكر قبل ذلك معالي رئيس البرلمان وسماحة المفتي للحضور ولتدشين مسابقة تنزانيا الدولية لتحفيظ القرآن الكريم. Mheshimiwa Balozi, anashukuru sana na anatambua uwepo wenu wote, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Samahat Mufti, na anashukuru sana Samahat Mufti kwa kuacha kazi zake nyingi, ametoka safarini lakini ameona shirikiani na sisi katika hili zoezi la uzinduzi wa mashindano ya Qur'an. اليوم نحن نشهد نوع من أنواع التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تنزانيا المتحدة في أحد المجالات المهمة، وهي مجال خدمة ودعم كتاب الله وحفاظه الأجلاء. Mheshimiwa Balozi anasema leo anaona sehemu muhimu sana ya ushirikiano kati ya nchi ya Saudi Arabia na Tanzania katika wanaposhirikiana masuala ya Qur'ani, masuala haya muhimu sana ya dini ambayo inatengeneza jamii. وقبل أن أبدأ أتشرف بأن أرفع الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولفخامة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة لتسهيل لدعم وتسهيل إقامة مثل هذه المسابقة وأن تنعكس هذه العلاقات على أرض الواقع. Anasema kabla hajaanza anapenda kutanguliza shukrani zake za dhati kabisa kwa uongozi mkuu wa nchi ya Saudi Arabia, Mfalme Malik Salman na Crown Prince Mohammed bin Abdul Aziz Al Amir, lakini pia anatanguliza shukrani zake za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sapoti yao kubwa sana wanayoitoa katika kuhakikisha majambo kama haya ya mashindano ya Qur'ani na shughuli za Qur'ani zinakwenda vizuri, na anawashukuru sana. كذلك المسابقة وتدشين المسابقة اليوم يعكس التعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وبين المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي وقعت اتفاقية العام الماضي. Mheshimiwa Balozi anasema mashindano haya yanaonesha ushirikiano mkubwa uliokuwa kati ya Wizara ya Mambo ya Dini nchini Saudi Arabia na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kati haya mashindano, kwani tayari kuna ushirikiano katika mambo mengi masuala ya dini. Mwaka jana walisaini hati ya ushirikiano baina Baraza Kuu la Waislamu Tanzania na Wizara ya Shughuli Islamia. وبهذا المقام نشكر سماحة المفتي لحرصه ومتابعته لهذه الأمور ولتعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية بين المملكة وتنزانيا. Mheshimiwa Balozi anapenda pia kutanguliza shukrani zake za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Samahat Dr. Mufti Jamhuri ya Tanzania Sheikh Dr. Abu Bakr bin Zubair bin Ali kwa himma yake kubwa na juhudi yake kubwa kuhakikisha kazi hizi za mashindano ya Qur'ani na kazi ya Qur'ani nchini Tanzania na kwenda vizuri, na kwa ushirikiano wake mzuri sana na Wizara ya Mambo ya Dini nchini Saudi Arabia. ونتطلع إن شاء الله لمزيد من التعاون وفي هذا المجال. Na anatamani sana kuendelea kushirikiana baina ya BAKWATA na Wizara ya Shughuli Islamia katika mambo mengi ya masuala ya dini. تولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتعليما ونشرا. Nchi ya Saudi Arabia inafanya kazi kubwa sana katika kuhifadhisha Qur'ani, kuitumikia Qur'ani na kuifundisha Qur'ani katika mambo yake yote yanayohusiana na Qur'ani. ويشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة أو أشرف على طباعة أكثر من 300 مليون نسخة منذ إنشائه. Na kuna kituo muhimu sana nchini Saudi Arabia inaitwa kituo cha kuprinti msahafu, ambayo alhamdulillah imeprinti misahafu mingi sana zaidi ya kopi milioni na milioni,
ambayo inasambaza nchi tofauti duniani ili watu wapate kusoma Qur'ani بمختلف الروايات والترجمات، وتم توزيعها مجانا لأكثر من 170 دولة حول العالم. Misahafu hizo zimeprintiwa kwa riwaya tofauti zote zilizothibiti kwa Mtume SAW, lakini pia kwa tafsiri tofauti, na wameweza kusambaza zaidi ya nchi 172 tofauti duniani. كما تدعم المملكة ما يزيد على 150,000 حلقة تحفيظ قرآن كريم. Lakini pia nchi ya Saudi Arabia inasimamia darasa zaidi ya 150 halaka za Qur'ani nchi tofauti duniani ili kutia nguvu shughuli ya kuhifadhi Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. إلى جانب رعاية وتنظيم مسابقات دولية بارزة مثل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي استقطبت آلاف المتسابقين من أكثر من 100 دولة. Lakini pia wizara inafanya ama nchi ya Saudi Arabia inasimamia pia mashindano nyingi za Qur'ani tofauti nchini duniani. Moja katika mashindano makubwa inasimamia ni mashindano ya mfalme Malik Abdul Aziz ambayo inafanywa pale nchini Saudi Arabia ndani ya mji wa Makkah, ndani ya Al-Haram tukufu. Hiyo ni msabaka kubwa, wanashiriki washiriki kutoka nchi tofauti duniani. وعلى مستوى وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة، فإن عدد المسابقات الدولية التي تدعمها الوزارة الدولية خارج العالم خارج المملكة في عام 2025 23 مسابقة في هذا العام في العام الماضي. Wizara ya Shughuli Islamia mpaka sasa hivi mwaka uliopita inasimamia na kusapoti zaidi ya mashindano 23 nchi tofauti duniani, mojawapo ikiwepo haya mashindano ya kwetu nchini Tanzania. ولا شك تعتبر مسابقة تنزانيا الدولية من أهم هذه المسابقات على مستوى القارة وعلى مستوى العالم، نظرا للحضور الكبير التي تشهده كل عام. Na anasema bila shaka mashindano haya Tanzania ndiyo katika mashindano muhimu sana na makubwa sana, kama sio katika mustawa wa Afrika bali mustawa dunia, kwa sababu ya wahudhuriaji wake na pia mwitikio mkubwa ambao wa Tanzania wanauitikia katika Qur'ani. وإن شاء الله نتطلع هذا العام كذلك إن شاء الله لأن يكون ضمن الحضور أحد من أئمة الحرم المكي الشريف. Na anasema anatamani sana na bali insha Allah juhudi ipo kubwa sana mwaka huu ahudhurie mmoja katika maimamu wa Makkah Haram في هذه المسابقة المهمة. ndani ya musabaka huu insha Allah taala. نشكركم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asanteni sana kwa usikilizaji wenu na barakallahu fikum. Kauli mbiu yetu ya mashindano haya ya tuzo ya kimataifa ni Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.